Bwana, hichi ambacho kimefanywa na Djigui Diarra kiukweli kabisa, kwa mtu ambaye amefuatilia season ya Djigui Diarra akiwa na kikosi cha Young Africans, hichi ambacho amekionyesha kwenye mchezo dhidi ya JS Kabylie kimekuwa kama ni mwendelezo. Djigui Diarra ametoka kuwa mchezaji bora wa mwezi, kwa maana ya mwezi wa 10 wa ligi kuu ya NBC, lakini unaweza ukarejea hata performance yake ya hali ya juu ambayo alionyesha katika mchezo wa Ngao ya Jamii dhidi ya Simba. Outstanding save after outstanding save. Lakini rejea save muhimu ambayo aliifanya katika mchezo dhidi ya Mbeya City, ile sare tasa ambayo Young Africans waliipata ugenini, wakiwa wameushika mchezo kwa kiasi kikubwa, wakiwa wanaupeleka mchezo kwa Mbeya City. Ghafla Mbeya City wanapata transition, wanajaribu kwenda kulazimisha goli la ushindi dakika za mwishoni, lakini Diarra anawaambia hapana. Kwa hiyo hichi ambacho amekionyesha dhidi ya JS Kabylie kimekuwa kama ni mwendelezo, lakini mimi nataka tuangalie labda kiufundi ni nini hasa ambacho kinamfanya Diarra awe outstanding. Kwanza niseme kitu kimoja, siwezi kumaliza kufanya analysis ya Djigui Diarra kwenye hii session moja ambayo naizungumza hivi sasa. Mimi nataka tu niweke bayana kuhusu kile ambacho kimetokea dhidi ya JS Kabylie specifically, na nitaainisha miongoni mwa sifa zake chache. Kwanza, miongoni mwa vitu ambavyo Djigui Diarra anavitumia kwa ufanisi mkubwa sana ni footwork yake. Unajua kuna baadhi ya watu, sio wote, lakini baadhi ya mashabiki wengi, unapozungumzia concept ya footwork, watu wengi wanafikiria kwamba ni pale ambapo Young Africans wanapokuwa na mpira wanapojaribu kufanya build up kutoka kwenye eneo lao. Lakini ukweli ni kwamba goalkeeper ambaye tunasifu footwork nzuri kutoka kwake haiishii tu pale ambapo anakuwa anajaribu kuisaidia timu kufanya build up. Footwork nzuri ya goalkeeper inapaswa kumsaidia kutafuta maeneo sahihi ya kusimama kwa ajili ya kuzuia mpira usiingie wavuni. Hiyo ni miongoni pia mwa footwork, kwamba footwork inatakiwa ikusaidie unapokuwa na mpira mguuni mwako, unapokwenda kuongezeka kama mchezaji wa ziada timu inapofanya build up, lakini footwork pia inapaswa kukusaidia wewe unapokuwa unajaribu kutafuta maeneo sahihi ya kusimama kuzuia mpira usiingie wavuni. Na iwe inaeleweka, sio kila goalkeeper ambaye anaweza kukuoffer footwork nzuri anapokuwa na mpira mguuni anaweza basi kuioffer footwork nzuri kwenye kutafuta position nzuri za kusimama. Mfano, David De Gea wa Fiorentina hivi sasa, goalkeeper wa zamani wa Manchester United. David De Gea alikuwa na footwork, lakini na kuwahi hapo ni kwenye namna ambavyo anajua kuchagua maeneo ya kusimama golini kwa ajili ya kuzuia mpira usiingie wavuni, lakini haikuwa footwork ambayo inaweza kumsaidia yeye kuwasaidia United wakati wanajaribu kufanya build up. Akiwa na mpira mguuni in possession alikuwa ovyo, lakini footwork hiyo David De Gea alikuwa anaitumia katika daraja la juu kuweza kumfanya asimame katika maeneo sahihi kwenye lango lake. Sasa kwa mfano huo, manake ni kwamba kumbe sio kila goalkeeper tunaposema ana footwork ina apply kwenye maeneo yote mawili, akiwa na mpira na bila mpira. Kuna magolkipa ni wazuri wakiwa na footwork yake akiwa na mpira mguuni, kuna magolkipa footwork yao inawasaidia kwenye kujiposition, lakini wakiwa na mpira mguuni ile footwork haiwasaidii wao wala haisaidii safu yake ya ulinzi kwenye kufanya build up. Djigui Diarra ana footwork ambayo inawasaidia Young Africans kwenye mchakato wa kufanya build up, lakini ana footwork pia ambayo inaweza kumsaidia yeye mwenyewe kwenye kuchagua maeneo sahihi ya kusimama kwa ajili ya kuzuia majaribio ambayo yanafanywa langoni. Very rare. Sasa basi, Djigui Diarra ukijaribu kumtizama namna ambavyo anajiposition, kiukweli kabisa namna ambavyo anazuia majaribio yasiingie langoni. Unajua hili jina la screen protector, ukijaribu kulidadavua kwa undani zaidi, linakuja kwa sababu Djigui Diarra anategemea zaidi kujiposition kuliko kutumia reflexes. Unajua kuna magolkeeper save za kawaida wanazifanya zionekane za maajabu, lakini Diarra ni goalkeeper ambaye save za maajabu anazifanya zionekane za kawaida. Kwa nini? Ni kwa sababu anajua wapi asimame na kwa wakati gani. Kuna muda wapinzani ni kama wanahisi wamemlenga Diarra. Yaani ukikaa ukitizama hivi Diarra anavyokuwa mchomo, unaweza ukahisi kama kalengwa, lakini sio kulengwa. Ni kwa sababu alishasoma mchezo, alishamsoma mshambuliaji na anajua asimame wapi,
aweze kukutana na mpira ambao unakuwa umelengwa langoni mwisho wa siku. Kwa hiyo hichi ni moja kati ya kitu kikubwa sana kwa upande wa Djigui Diarra, na ndio maana Djigui Diarra anapofanya kuokoa majaribio mengi langoni, ni nadra sana kuona Djigui Diarra anafungwa kwenye rebound. Yaani kwa pakapangua mchomo then mshambuliaji amekuja kunufaika na rebound amefunga. Ni very rare. Hichi kitu kimetokea mara chache sana kwenye career yake akiwa pale Young Africans. Mara nyingi Diarra anapokuwa anaupangua mpira ambao unaelekezwa langoni, huwa anauondoa kabisa, na ni kwa sababu anajua maeneo sahihi ya kusimama, kiasi kwamba anakuwa kwenye nafasi ya kukamilisha mchakato wa kuokoa mpira kikamilifu bila kupelekea kuudondosha tena kwenye maeneo hatari kwa ajili ya washambuliaji kukutana na rebound. Magolikipa ambao huwa hawajui kujiposition ni magolikipa ambao wanachelewa kureact. Anakutana na jaribio akiwa amechelewa, anajikuta analiokoa, lakini ni kama anawarudishia tena washambuliaji, anawaambia nijaribuni tena. Hicho kitu mara nyingi huwa hakitokei kwa Diarra. Jaribio ambalo kalifanya Babakar Sarr kwenye mchezo wa JS Kabylie dhidi ya Young Africans, ambao amekuwa outstanding performer Djigui Diarra. Ukimwangalia Diarra namna ambavyo anasimama langoni, mathalan ukiwa na mpira kwenye near post, ukiwa kama mshambuliaji, magolikipa wengi wana tabia ya kubana kabisa kwenye near post, lakini Diarra huwa habani moja kwa moja. Ni kama anakuachia gap, ni kama unamwona kama anakuachia kwamba hebu jaribu kwenye hii near post ambayo wewe upo hapo, hebu fanya kama unajaribu, lakini anajaribu kukufanyia ufanye hivyo ili asiwe amejimaliza upande mmoja. Yaani anasimama katika namna ambayo ni kama anakuachia uwazi kwenye eneo ambalo wewe upo, lakini amejiandaa. Ukitaka kupiga pale yuko tayari, lakini pia upande mwingine wa goli ambao unaweza kuwa unajaribu kuangalia uwezekano wa kumpelekea jaribio, pia anakuwa tayari kureact. Sio goalkeeper ambaye anajimaliza. Anaweza akawa na kuona mshambuliaji pengine umesimama kwenye engo fulani. Magolikipa wengi huwa wana tabia na wao ya kumaliza upande wote ule. Diarra huwa hamalizi upande mzima. Anajua namna ya kuchagua engo. Anajua abakishe distance gani baina yake na eneo ambalo mshambuliaji alipo, na eneo gani awe amesimama, ili awe na makadirio na upande mwingine wa goli ambao unakuwa umebaki, just in case ukitaka kumdanganya kwamba unataka kupiga near post alafu unapiga far post, basi awe tayari kureact katika situation zote mbili. Kiukweli alama moja inakwenda kwa hisani ya Djigui Diarra.